Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment. Utamaduni ambao ni nguzo zake kuu ni mila na desturi za Watanzania. Hizi zinatakiwa kwanza zianze kwenye familia. Zikitoka kwenye familia ziende shuleni. Zikitoka shuleni sasa ndio zisambae kwenye jamii. Sasa sisi kule mikoani na kwenye halmashauri tunao maafisa utamaduni wetu, ambao maafisa utamaduni hao kazi yao kubwa ni kuhakikisha kwamba mila na desturi za Watanzania ambao ndio utamaduni wetu zinakuzwa, zinaendelezwa na zinarithishwa kwa vizazi vyetu. Kwa hiyo kutokana na maelekezo yaliyotolewa kwenye kikao kazi hiki, kwanza tukumbuke kwamba aliyotoa maelekezo hayo ni kiongozi mkubwa kabisa wa nchi. Yeye ametoa maelekezo kwa maafisa utamaduni wakatekeleza majukumu yao, ambalo kubwa zaidi alilolisema ni kulinda maadili yetu na kuhakikisha kazi zile za maafisa utamaduni na afisa michezo zifanywe kwa kila halmashauri, zifanywe kwa kila wilaya, ili kuhakikisha kwamba taifa letu ambalo linategemea sana utamaduni wetu na michezo yetu liweze kung'ara. Niwarudishe nyuma kidogo kwamba zamani utamaduni na michezo ilikuwa inachukuliwa kama burudani tu. Watu wanapofanya kazi wanakaa jioni mahali fulani, wanafurahi, kunakuwa na ngoma, kunakuwa na michezo mbalimbali. Lakini sasa hivi utamaduni na michezo ni biashara. Sasa kama ni biashara, lazima maafisa utamaduni walioko kule waweke mazingira wezeshi kwa kupata uwezeshi kutoka kwenye serikalini. Waweke mazingira wezeshi kuanzia kwenye ngazi za shule, kuanzia kwenye jamii, kuwe na vituo vya michezo, kuwe na vituo vya utamaduni, ambapo sasa watu watakuwa wanacheza, wana practice utamaduni wao. Kwa hiyo maelekezo ya Waziri Mkuu, kwa kweli sisi kama wizara ambao ndio wasimamiaji wa sera, sisi kazi yetu ni kufanyia ufuatiliaji wa wale maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini kule kwenye halmashauri basi tutawawezesha kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI, tutashirikiana nao kuhakikisha kwamba kila afisa utamaduni na kila afisa michezo anafanya kazi yake kwa mazingira ambayo yatamfanya kuibua vipaji, yatamfanya mila na desturi zetu ziende mbele. Ya kikao hiki ni kubwa kwa sababu imebeba dhana nzima ya kujadili kwa pamoja juu ya malengo makubwa ambayo yako kwenye sera ya shughuli za michezo, tuseme sera ya maendeleo ya michezo, lakini pia sera ya utamaduni ya mwaka 1997 na sera ya maendeleo ya michezo ya mwaka 1995. Sasa ndani yake watekelezaji wakuu ni ngazi ya mikoa, lakini pia na ngazi ya wilaya kwa maana ya halmashauri. Sasa kila mwaka lazima muweke mipango, lakini pia lazima mfanye tathmini. Kwa tija yake iko hapo, na yako mambo mbalimbali ambayo mimi pia kwa sababu ninaendelea kushiriki tumeweza kujadiliana mambo mbalimbali. Yako maelekezo ya viongozi ambao wameyatoa kwa maana ya kama viongozi wa maeneo haya. Kwa hiyo kwa ujumla wake niseme kwamba kikao hiki kinatija kwa sababu wakitoka hapa watakuwa wamepata uzoefu wa watu kutoka maeneo tofauti tofauti, wamekutana hapa, wameshare experience, lakini pia changamoto za eneo moja na jingine inaweza kufanana au zikatofautiana. Na mwingine anatatuaje hizo changamoto, wanaweza kujadiliana. Na kama unavyofahamu kuna ratiba pia ya kutembelea maeneo mbalimbali. Huko nako wataenda kujifunza, waone miundombinu ya michezo, waone maeneo ya makumbusho, maeneo ya kiutamaduni, lakini pia na maeneo ya sanaa. Kwa hiyo kwa ujumla wake kwa kweli kikao hiki kinatija sana, na tuwashukuru hata nyinyi vyombo vya kwa maana ya wanahabari na wadau mbalimbali ambao mnajumuika na sisi kwenye kikao hiki, kwa sababu pia mnapeleka habari kwa watu wengine na wanapata tija. Kimsingi swala la viwanja vya michezo, swala la maendeleo ya miundombinu ya michezo, swala la maendeleo ya michezo kwa ujumla ni sehemu ya kikao hiki, kwa sababu hakijabagua, kinazungumzia maendeleo ya utamaduni, maendeleo ya sanaa, lakini pia maendeleo ya michezo. Ukichambua ndani yake kuna vitu vingi sana, lakini tu kwa ufupi ni kwamba swala la viwanja vya michezo ni sehemu ya jambo ambalo limeelezwa na limesisitizwa. Lakini pia masuala ya utamaduni pia kwenye maeneo yao, kwa maana ya kuwa na shughuli mbalimbali za utamaduni, uhamasishaji wa masuala ya utamaduni, masuala ya lugha ya Kiswahili na vitu kama hivyo vimejadiliwa sana. Lakini pia masuala ya michezo kwa maana ya kuwa na mashindano katika ngazi mbalimbali, kuwa na program za kuibua vipaji na vitu kama hivyo, ni vitu vingi ambavyo vimejadiliwa. Lakini pia kuwa na miundombinu mizuri kwenye shule na maeneo tofauti tofauti. Na kesho kwa sababu yako maeneo, kwa mfano eneo la shule ya msingi Muhimbili na maeneo mengine, wataenda kuona viwanja ambavyo wadau
wameweza kuwekeza, lakini pia serikali. Kwa hiyo kwa ujumla wake haya ndo baadhi ya mambo ambayo yamejadiliwa na baadhi ya mambo ambayo tumeweza kubadilishana uzoefu ili basi tukaende kutekeleza kwenye maeneo yetu. Tito Lulandara, mwenyekiti wa maafisa utamaduni sanaa nchini, na tupo hapa katika kikao cha 15. Mojawapo ya maswali ambayo tumekuwa tukiulizwa na wadau ambao ni wa maendeleo, lakini si wataalamu wa utamaduni, wamekuwa kiuliza hivi, kwanza utamaduni wa Mtanzania ni nini? Utamaduni wa Mtanzania upo wazi katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo katiba imeonyesha na imefafanua kwamba Tanzania ni nchi ya namna gani na watu wake wanaishi maisha ya namna gani. Kwa nini kwenye katiba? Kwa sababu tafsiri rahisi ya utamaduni ni mfumo wa maisha, ni jinsi vile ambavyo watu wanafikiri, vile ambavyo watu wanatenda na matokeo ya kufikiri na kutenda kwao. Kinachoongoza fikra na matendo ni maadili. Maadili ni nini? Maadili ni kanuni za kiutamaduni ambazo zimekubalika na jamii kutafsiri kipi sahihi na kipi sio sahihi katika jamii hiyo. Sasa katiba kama sheria mama, sera na sheria ni zao la maadili. Kwa hiyo tunaposema maadili yamefafanuliwa kwenye katiba, kwa sababu Watanzania wao wanayo namna ambayo wameikubali ya kutafsiri kwenye jamii zote za Watanzania kipi ni sahihi na kipi sio sahihi, kwa sababu ya kulinda matakwa yao. Kwa hiyo hayo walio ya tafsiri, baadhi yake wameyaweka kwenye katiba. Kwa hiyo kwenye katiba ibara ya 9 imeonyesha kwamba Watanzania ni watu wanaotukuza utaifa, Watanzania ni watu wanaojali usawa, Watanzania ni watu wanaojali na kuutukuza utu, Watanzania ni watu wanaojali uwajibikaji, na Watanzania ni watu wanaotukuza umoja. Hizo nguzo ukizitaja unasema haya ni maadili ya Mtanzania, na huu ndio utamaduni wa Mtanzania. Kokote akienda wanasema huyu ni Mtanzania. Sasa hawa walio katika kikao cha 15 ni wale ambao wanatekeleza majukumu katika tasnia 4 za utamaduni. Kwanza, urithi wa utamaduni, wanasimamia maendeleo ya urithi wa utamaduni, wanahamasisha urithishaji na usimamizi wa maadili ya taifa, lakini wanasimamia maendeleo ya sanaa na wanasimamia maendeleo ya lugha, ikiwemo lugha ya Kiswahili. Kikao hiki cha 15 kimekuwa tofauti na vikao vilivyopita katika mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, aina ya washiriki. Washiriki walioshiriki katika kikao hiki cha 15 wamejumuisha watendaji wenyewe wa sekta, yani maafisa utamaduni na maafisa maendeleo ya michezo, lakini wamejumuisha wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa, wamejumuisha makatibu tawala wa mikoa, lakini vile vile wamejumuisha wadau mbalimbali. Eneo la pili, kikao kazi hiki kimekuwa na manufaa makubwa kwa sababu kimesababisha washiriki kupata uelewa toshelevu wa masuala mbalimbali yanayohusu utamaduni, sanaa na michezo, pamoja na vipaumbele vya serikali katika sekta hizi za utamaduni, sanaa na michezo. Moja wapo ya vipaumbele ni mashindano ya Chani pamoja na Afcon. Washiriki hawa wametambua na kubaini kinaga ubaga fursa za kiuchumi na za kijamii kutoka katika mashindano hayo, ambayo serikali ya awamu ya 6 kwa ushawishi wake na kwa dhamira ya dhati imehakikisha mashindano hayo yanakuwapo na yanafanyika katika viwango vinavyoitambulisha taifa letu vyema kabisa. Lakini jambo lingine ni kwamba kikao kazi hiki hakijajumuisha tu mafundo na mazingativu, lakini kimejumuisha shughuli mbalimbali ikiwemo kujifunza mambo kadha wa kadha kwa vitendo. Washiriki hawa
walioshiriki kikao kazi hiki watapata fursa ya kutembelea miradi ya maendeleo ikiwemo uwanja wa Benjamin Mkapa, viwanja vya Gymkhana ambavyo vinafanana hadhi na viwanja ambavyo vinaweza kujengwa katika maeneo mbalimbali ya ngazi ya jamii. Lakini watatembelea makumbusho ya taifa na watatembelea kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika, kituo kilichosheheni rasilimali zinazoonyesha nafasi ya Tanzania katika kulikomboa bara la Afrika, hususan nchi za kusini mwa Afrika. Kwa hiyo kikao kazi hiki ni cha namna yake. Maelekezo ya Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyemwakilisha Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ni mgeni rasmi katika kikao kazi hiki, yamekuwa na matokeo chanya na yataendelea kuwa na matokeo chanya kwa sababu yamelenga mambo makubwa matatu. Kwanza, kuimarisha muunganiko wa kiutendaji baina ya watendaji ngazi ya halmashauri, mikoa, taasisi pamoja na wizara. Lakini yamelenga kuboresha mazingira ya utendaji kazi wa hawa watendaji. Na jambo la tatu, yamelenga kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania wote wanafaidi fursa lukuki kemkem zilizoko katika sekta za urithi wa utamaduni, sekta ya sanaa na sekta ya michezo. Asante sana. Asante. Jina langu ni Peter Simon Makwai, ni afisa utamaduni mwandamizi kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Idara ya Maendeleo ya Utamaduni. Idara ambayo nimeitaja ya maendeleo ya utamaduni ya sehemu kuu mbili. Kuna sehemu ya maadili na urithi wa taifa, lakini pia sehemu ya maendeleo ya lugha. Sasa swali lako limejielekeza katika upande wa sehemu ya maendeleo ya lugha, na tunapozungumzia maendeleo ya lugha pia tunaangalia lugha ya Kiswahili. Sasa kufuatia maelekezo ambayo ameyatoa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa kuhusu lugha ya Kiswahili, kwanza tuone kwamba lugha ya Kiswahili ndio imeleta umoja wa kitaifa. Kama sisi tungekuwa tunazungumza lugha za makabila, isingeshangaza kuona Tanzania kwamba ni kwa kuwa kutokana na wingi wa jamii ambazo zipo, ingekuwa ni jambo la kuleta ambalo ingeondoa umoja wa kitaifa tulionao. Umoja tulionao ni matokeo ya kuwepo kwa lugha ya Kiswahili. Sasa swali lako ulivyoniuliza kwamba mna mikakati ipi? Mpaka sasa katika ngazi ya kitaifa tuna mikakati kadha wa kadha ya kuendeleza lugha ya Kiswahili kimataifa. Moja wa mkakati unaitwa mkakati wa kitaifa wa kupeleka Kiswahili nje ya nchi wa miaka 10, ulianza 2022 hadi 2032. Katika mkataba huo, moja ya eneo muhimu ni ya kuipa nafasi lugha ya Kiswahili ni kuipeleka Kiswahili nje ya nchi kwa namna ya kufungua vituo vya kufundisha Kiswahili kwa wageni katika balozi za Tanzania nje ya nchi, lakini kupeleka wataalamu wa lugha ya Kiswahili. Hao wanaweza kuwa wataalamu wa ukalimani na tafsiri, waende katika mikutano ya kimataifa kama mkutano wa Umoja wa Afrika, mikutano ya SADC na mikutano mbalimbali ya kimataifa. Kwa hiyo kwa njia hiyo tunaipeleka Kiswahili nje ya nchi. Lakini si hiyo tu, kuna suala la machapisho ya Kiswahili kuvipeleka nje ya nchi. Tunafahamu kuna kazi moja hapa ya Kiswahili, kuna kazi mbalimbali zilizochapishwa kwa lugha ya Kiswahili, ikiwemo kazi ya fasihi, riwaya na ushairi. Kwa hiyo tunapeleka nje ya nchi machapisho yale kuuza kwa mataifa ambayo yana shauku na nia ya kujifunza lugha ya Kiswahili. Lakini pia tumekuwa na mikakati ya kuandaa walimu wa kufundisha Kiswahili kwa wageni na kuwapeleka katika nchi mbalimbali duniani. Wataalamu hao wamejisajili katika kanzidata ambayo iko pale Baraza la Kiswahili la Taifa. Kuna wataalamu 1000 na zaidi ambao wameshajiandikisha katika kanzidata hiyo. Na tutofautishe, tunaposema wataalamu wa Kiswahili, hawa ni wale wenye shahada za awali ya Kiswahili, shahada za umahiri yani au uzamili, na shahada za uzamivu kwa lugha ya Kiswahili. Hao kwa ujumla wao wamewekea mikakati ya kujisajili pale BAKITA ili waweze kutumia fursa ya kufundisha Kiswahili kwa wageni nje ya nchi. Kwa hiyo wako zaidi ya 1000 ambao tayari wameshajisajili. Kwanza mpaka sasa vile ambavyo tayari vimeshafunguliwa katika balozi za Tanzania nje ya nchi ni vituo 16. Hivyo tayari vinafanya kazi. Mikakati iliyopo ni kuendelea kuwa na vituo vingi zaidi vya kufundisha Kiswahili kwa wageni, ili lugha hii ya Kiswahili tunaposema ni lugha ya mawasiliano mapana
kimataifa iweze kuwa hivyo pale ambapo tutakuwa tuna vituo vingi ambavyo vinafundisha lugha hiyo kwa wageni zaidi na kupanua fursa. Kwa faida ya mtazamaji, ni vituo gani ambavyo ni kama mataifa gani ambayo tutegemee yataanza kufundisha lugha ya Kiswahili? Mataifa ambayo yanafundisha lugha ya Kiswahili mpaka sasa kuna Korea Kusini, Afrika Kusini, Rwanda, Zimbabwe na nchi kadha wa kadha ambazo tayari zimeshaonyesha nia na kwamba balozi zimeshafungua madarasa ya Kiswahili katika balozi za Tanzania huko ughaibuni. Na kwa upande wa ndani, kuna mikakati mikubwa mepesi nje. Kwa upande wa ndani, nini mmekifanya kisha mnaendelea kuimarisha lugha hii kwa imara? Kwa upande wa kitaifa kumekuwa na jitihada mbalimbali ikiwemo maadhimisho ya lugha ya Kiswahili. Kama mnavyofahamu, umoja wa shirika la UNESCO, shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO imepitisha tarehe 7 Julai ya kila mwaka kuwa maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani. Sasa Tanzania katika kuunga wito huo, katika kuunga mkono wito huo wa UNESCO, imekuwa ikiadhimisha maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani kila mwaka ifikapo tarehe 7 Julai. Na kwa mwaka huu maadhimisho haya yatakwepo Julai 7 na yatafanyika kwa upande wa Zanzibar. Na si hiyo tu, kumekuwa na mikakati kadha wa kadha ikiwemo kuendesha mashindano ya insha kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari nchini. Asante. Je, unahitaji video zinazovutia ili kutangaza biashara yako kwenye mitandao ya kijamii? Sasa utapata huduma za kutengenezewa video fupi za matangazo ya biashara yako zilizohaririwa kitaalamu zitakazokusaidia kuvutia wateja wako zaidi. Utatengenezewa matangazo haya kwa bei nafuu na ubora wake ni wa hali ya juu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0692 31 82 13.